Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo ni siku njema ya Jumatatu ambayo ni Jumatatu ya kujiweka wakfu kwa ajili ya baraka za wiki nzima. Na Bwana akawa anasema nami katika Isaya 45 mstari ule wa 3 kwamba hii wiki Bwana ataenda kufungua hazina za gizani zilizofichwa. Na ukisoma huu mstari wa 3 katika Isaya 45 anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Kuna vitu ambavyo vimejificha sana katika ulimwengu wa roho, lakini huwa vinafichuliwa kwa mafuta, kwa upako. Upako huwa unavifichua vitu vilivyojificha sana katika ulimwengu wa roho. Na moja ya kitu ambacho huwa kimejificha sana ni hazina katika ulimwengu wa roho, utajiri, mali, na ni vitu ambavyo vimefichwa sana. Na ndio maana ukakuta mtu anaweza akawa na hali ngumu ya muda fulani, alafu ghafla unashangaa milango imefunguka, unashangaa vitu unaanza kuviona, ujue hapo kuna hazina zimefichuliwa zilizo za gizani, mali zilizofichwa mahali pasiri katika ulimwengu wa roho. Huwa zikifichuliwa hizo, kila baraka unaiona ndani ya maisha yako. Sasa Mungu anaenda kuzifichua hizo hazina zilizofichwa katika ulimwengu wa roho. Bwana akawa anasema nami ya kwamba anaenda kuwabariki watu wake wiki hii. Na moja ya baraka ambazo anaweza kuziachilia wiki hii ni kufichua hazina zilizofichwa katika ulimwengu wa roho. Iwe hazina hiyo imefichwa na nguvu za giza, iwe ni mapepo ya familia yamezificha hizo hazina, iwe ni mikosi, ni balaa zimeficha hizo hazina. Mafuta ya wiki hii ya kubarikiwa yanaenda kuzifichua hizo hazina katika jina la Yesu. Tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu ili tupate kubarikiwa. Huwa nyakati nyingine Mungu anasema tu kwamba anaenda kutubariki wiki hiyo, lakini nyakati nyingine Mungu huwa anasema kwa namna gani anaenda kutubariki. Na wiki hii Bwana amesema ya kwamba kuna namna anaenda kutubariki kwa kuzifungua hazina zilizofichwa katika ulimwengu wa roho. Kwa tutakapoenda kujiweka wakfu, tutakuwa tumejiambatanisha ama tumejitia wakfu katika mafuta ya kuinuliwa sana na kufichuliwa zile hazina zilizofichwa katika ulimwengu wa roho. Lakini pia tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana na upande wa pili, upande wa giza, huwa ni shida sana. Mtu aliyejiweka wakfu upande wa giza huwa ni matatizo sana. Kuna nyakati unapokuwa nawaombea watu, mapepo huwa yanakiri ya kwamba watu kuna matendo fulani yakifanyika kwa watu, mapepo yanapata shida sana kwenye kupata muunganiko, kwenye kuconnect. Lakini mapepo hayo huwa yanajisemea wazi kabisa ya kwamba huyu mtu tunaweza kuconnect naye wakati wowote. Kwa hiyo jibu lake ni nini? Ya kwamba unapojiweka wakfu katika ulimwengu wa roho, kuna connection ya nguvu za giza inapatikana kwa shida sana. Yani masuala ya giza katika ulimwengu wa roho ni kama frequency, kwamba huwa zinakamata ama zinaweza zikapoteza mawimbi kabisa. Kwa hiyo unapojiweka wakfu kwa Bwana, unapoteza mawimbi kabisa ya nguvu za giza, unapoteza frequency zote za uharibifu, unapoteza mawasiliano ya kipepo, unapoteza na kuharibu mipango ya nguvu za giza ambayo adui ameiweka kinyume na wewe. Unapojiweka wakfu tu, tayari hilo giza linakosa nafasi katika ulimwengu wa roho. Namshukuru Mungu, nimeendelea kupokea shuhuda mbalimbali za watu wanaojiweka wakfu kwa Bwana na wanasema vile ambavyo Mungu amewaonekania. Natamani hata wewe uichunguze wiki yako, kwamba mara baada ya maombi haya na kujiweka wakfu, endelea kuangalia ni nini huwa kinatokea mara baada ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Uangalie ni kwa namna gani Mungu anakuhudumia hiyo wiki ambayo umejiweka wakfu. Alafu baada ya hapo usiache kumrudishia Bwana utukufu, usiache kumpa Mungu jina kwa habari ya vile ambavyo amekubariki. Kwa hiyo adui anapoona umejiweka wakfu kwa Bwana anapata shida sana, kwa sababu kuna vitu havishikiki tena katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni halisi sana, ni halisi mno. Mtu ambaye hajajiweka wakfu kwa Mungu anafikika kirahisi sana, lakini mtu ambaye
amejiweka wakfu, kufikika ni shida sana, ni shida mno. Ila ambaye hajajiweka wakfu, adui anapata nafasi, anapata access. Lakini tunajiweka wakfu kwa Mungu wetu katika jina la Yesu. Adui hatatuona, watoto wetu hawataonekana, biashara zetu hazitaonekana, kazi zetu hazitaonekana, afya zetu hazitaonekana, kwa maana tumejiweka wakfu kwa Mungu wetu, anayeponya, anayehuisha, anayelinda, anayeweka ulinzi mkubwa, anatuzingira kwa moto. Tunapojiweka wakfu, adui na mapando yake yote anabaki ameshika tu mbegu za uharibifu mkononi, anasubiria wiki ishe aone je atajiweka tena wakfu. Kama atajiweka wakfu, anaendelea kuzishikilia hizo mbegu za uharibifu, anaangalia je atajiweka wakfu tena. Mwingine anadanganywa, sikia wewe, sikiliza tu, usitoe sadaka kujiweka wakfu, imradi tu shetani apate nafasi ya kupanda hiyo mbegu aliyeshikilia mkononi mwake. Iwe ni ugonjwa, iwe ni hofu, iwe ni mateso, iwe ni dhiki, iwe ni jambo lolote, shetani anashikaga mbegu. Anatamani mtu ajichanganye tu, asijiweke wakfu kwa Bwana ili aweze kuachilia hizo mbegu za uharibifu. Lakini tutamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wetu, ambapo tumemshuhudia Bwana ya kwamba yeye peke yake anaweza, na hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo unapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, wewe una uhakika kabisa ya kwamba ulinzi uko katikati yetu, na sisi ni washindi katika jina la Yesu. Kwa nataka niende mbele za Bwana niombe. Nitaomba sasa maombi ya kujiweka wakfu kwa Bwana, na utamshangaa Mungu wetu. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, asante kwa rehema nyingi na neema. Asante kwa mkono wako unaohuisha. Asante kwa kibali chako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya mwana kondoo. Asante kwa maana we Mungu umedhihirika sana kwetu na kuthibitika. Mungu aliye hai, hata leo tunapoenda kujiweka wakfu, umesema kwamba wiki hii utaenda kutufunulia hazina za siri zilizofichwa, utajiri uliositirika unaenda kuufichua machoni petu. Nasi tunajiweka wakfu kwa ajili ya utajiri na hazina ambazo adui amezificha, mazingira yameficha, kutokujua wewe kumeficha, mambo yaliyositirika, mambo yaliyofichwa, utajiri uliofichwa, fedha iliyofichwa, nguvu ya uchumi iliyofichwa inaenda kufichuliwa kwa jina la Yesu. Tunajiweka wakfu Bwana kwa ajili ya kutembea kwenye neema hiyo Bwana ya kufutua madeni. Tunatembea kwenye neema hiyo Bwana ya ongezeko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema inayozidi sana na kibali chako. Asante kwa mafuta yako, asante kwa nguvu zako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa vile ambavyo neema yako inaendelea kudhihirika. Asante kwa ajili ya vile ambavyo tunapojiweka wakfu, giza halitapata nafasi tena, giza halitatuona tena, giza halitaona watoto, giza halitaona mali, giza halitaona nyumba zetu, giza halitaona uharibifu wao wote ambao umeshikiliwa kama mapando, hautafanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa rehema na neema, asante kwa mkono wako wenye nguvu. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Wewe ni mshindi sana na umefanikiwa sana kusikiliza ibada hii kwa neema. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako uikamilishe ibada hii kwa namna yoyote. Vita ijapokuja, adui akisema usitoe, pambana mpaka utoe. Adui akikwambia toa kilicho dhaifu, wewe unajijua kwako kilicho bora ni kiasi gani na dhaifu ni kiasi gani. Pambana utoe kilicho bora kwa ajili ya kwenda viwango vipya. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaachilia sadaka hiyo kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.